Mimi kwanza naomba wana Yanga wote waliopo nchini kwanza tukubali kwamba mpira kuna vitu viwili. Mtu anaweza kaadapti mazingira mapema, kuna mwingine atachelewa kuadapti mazingira mapema. Kwa hiyo tuwe na subira kidogo. Lakini tukianza mapema kwamba huyu hafai to, tunaochanganya hata uongozi, kwa sababu kiongozi atabidi afanye maamuzi magumu kwa kuwasikiliza wanachama. Hata huko nje ukienda unafanya vizuri. Lakini kama utagongwa na huyo kolo, mipango inaharibika, hata uongozi wenyewe unakuwa ukai yule. Uongozi ni ule makamu na rais wake ndio wale watakaopita. Na hisi kidogo kutakuwa kuna lapsa kwenye ujumbe. Kwa hiyo kwa ndani sio shida. Tunataka nje. Tumrudishe basi Aucho. Hapana, utaratibu utakuwa utaratibu mgumu sana. Utaratibu tunavunja mkataba? Hapana, utaratibu mgumu. Sijaona usajili wote waliofanya wa maana wa kustuka. Sijaona usajili wa kustuka, sijaona bado. Yule alopiga hivi kadundisha kwenye miguu? Bado sijaona. Nani huyo? Sio amuita, jina moja sio huko. Huko wapi huko? Peter Osomeni. Osomeni si Dombe, wanamuita Dombe. Kwa laumu wachezaji, viongozi wamefanya makosa. Tunakosea sana. Kwa hiyo tunawaitia deni sometime vilabu. Klabu tunaitia deni sisi wenyewe mashabiki. Sababu tunawalazimisha viongozi watoe wachezaji haraka. Matokeo yake tunashindwa kuwalipa, matokeo yake tunakwenda FIFA. Kwa sababu najua ile sheria muda mfupi. Sisi tunataka kwenye pitch. Umetuletea watu wa aina gani? Tunataka kumkanda Simba mara 8, mara 10, mara 20. Sisi ndio tunajitaji. Mambo matamasha ni vitu vya kawaida sana. Na maana mmesajili kwa ajili ya Simba peke yake? Kwanza huyo ndani. Huyu kimgonga huyu ndani huyu. Kuvumilia kupo kuvumilia. Kisa unavumiliaje? Unajua sisi tulikuwa na timu mbovu miaka 4 iliyopita nyuma. Tulikuwa na timu mbovu sana. Lakini tulikuwa tunapambana Simba asitufunge. Mimi naona kwa kwenye uongozi wangu na kwenye klabu ya Yanga namba ambayo kidogo inatuumiza kichwa sana sisi ni namba 6 pase. Yaani hiyo ndio ina shida sana kwetu. Wote tulikuwa ndio kikubwa kilio cha wananchi ndio. Yaani tangu aondoke Aucho hajapatikana mwingine. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbees. Niko na mwananchi mwingine hapa anayefahamika kwa jina la Simon, lakini naye tunataka tuzungumze naye yale ya kimichezo ambayo yamejiri hususan kwenye klabu yake ya Yanga. Mwana Hotbees TV, mwana michezo, niko kwenye tawi la Yanga hapa Karume. Habari za leo bwana? Bwana, mshukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri. Karibu sana. Shukran sana. Tukianzia kwenye swala nzima la usajili, kiupande wako mpaka sasa hivi umeona picha gani ambayo imeletewa kwenye timu yako ya Yanga? Matumaini yako mazuri sana kwa sababu tunaona watu ambao tunaoletewa na tukiwaangalia rekodi zao zinaridhisha. Labda yatokee mambo ya mpira. Unajua mpira una mambo mengi sana. Unaweza katoka huko kama umeiti ukaja huko ukaja kwa flop. Kwa hiyo hatuombee kwamba waje wafeli, tunaombea waje wafanye vizuri. Kwa hiyo tunashukuru kwamba kwa hilo uongozi wamejitahidi, wamepambana, wametuletea watu, kuna majina yanatisha. Kwa hiyo tutakuja kuonana kwenye ligi ndio tutajua kwamba taswira ya watu waliokuja kule je wanafaa au hawafai. Kwa sababu mpira unajua mchezo wa hadharani. Tutamsifia Shaulile kaja hapa kwetu tumeangalia namba nzuri. Lakini akaja hapa Bongo mambo yakawa sio mambo. Toa huyo. Kwa hiyo kuna kufeli na kuna kuwini. Kwa hiyo tunaombea tuangalie kwenye ligi itakapokuwa. Sawa, umezungumza jambo la msingi sana. Nature ya soka letu mara nyingi huwa hatuna imani ama hatuna ile subira kwa wachezaji ambao wanakuja kusajiliwa kwa mara ya kwanza kabisa. Ndipo wanapofanya vibaya kwenye timu mbili au kwenye game 2 au 3, maneno yanakuaga ni mengi sana. Wewe ushauri wako ni nini na maoni yako haswa ni nini kwenye hii tabia ambayo tuko nayo sisi wanasoka? Mimi kwanza naomba wana Yanga wote waliopo nchini kwanza tukubali kwamba mpira kuna vitu viwili. Mtu anaweza kaadapti mazingira mapema, kuna mwingine atachelewa kuadapti mazingira mapema. Kwa hiyo tuwe na subira kidogo. Lakini tukianza mapema kwamba huyu hafai to, tunaochanganya hata uongozi, kwa sababu kiongozi atabidi afanye maamuzi magumu kwa kuwasikiliza wanachama. Tunamtoa mchezaji, tunamweka pembeni, matokeo ya klabu inaingia na madeni. Kwa hiyo tukubali kwanza kuvumilia. Kuna wachezaji wanakuja, wanaadapti haraka. Kuna wachezaji watakuja, watachelewa kidogo. Kama Aziz Ki alikuja kidogo, hakuanza na moto. Lakini baadaye akaja akakaa sawa. Pakome kina nani? Kuna watu wamepokea mazingira mapema. Lakini kuna watu wanachelewa. Kwa hiyo hawa wanaochelewa tuwavumilie. Lakini tunapoanza kuzungumza mapema, kuanza kutukana, kwa laumu wachezaji, viongozi wamefanya makosa,
tunakosea sana. Kwa hiyo tunawaitia deni sometimes vilabu. Klabu tunaitia deni sisi wenyewe mashabiki. Sababu tunawalazimisha viongozi watoe wachezaji haraka. Matokeo yake tunashindwa kuwalipa, matokeo yake tunakwenda FIFA. Kwa hiyo tuvumilie kwanza, tumwangalie mtu, tumpe muda. Tukishindwa msimu mzima tunajua kwanza kwamba kweli huyo jamaa amechemka. Lakini ndani ya miezi miwili tu tayari mtu atoke. Inakuwa kidogo sio sawa. Inakuwa haiko sawa. Haiko sawa kabisa, haiko sawa. Tuvumilie kidogo. Sawa. Sehemu ya usajili ambayo imefanyika ya kiufundi zaidi kiupande wako ambayo umeona kwamba msimu uliopita kuna sehemu ilikuwa na madhaifu, lakini msimu hapa maboresho yamekuwa makubwa sana. Ni sehemu hipi ukiwa kama mwanamichezo lakini pia ukiwa kama mwananchi wa Yanga? Mimi naona kwa kwenye uongozi wangu na kwenye klabu ya Yanga namba ambayo kidogo inatuumiza kichwa sana sisi ni namba 6 pase. Yaani hiyo ndio ina shida sana kwetu. Wote tulikuwa ndio kikubwa kilio cha wananchi ndio. Yaani tangu aondoke Aucho hajapatikana mwingine zaidi ya yule. Wapo ambao wanakweza lakini sio wale ambao tunawategemea. Kwa hiyo labda kama watatudondoshia wewe mtu ambaye tunasema sio namba 6 unasema kwamba leo watamtoa kama atakuwa namba 6 kweli tutafurahi. Lakini kwa upande wa timu haina shida. Timu iko vizuri. Namba 6 tu ndio shida. Shida tu si namba 6 tu. Unatamani yawe ni mchezaji wa hapa nyumbani au wa nje? Wa nyumbani tunao wengi sana. Kuna Babu Kaju pale, kuna nani. Hawa nyumbani sio issue. Nyumbani wako wengi sana. Tunataka wa kigeni ambaye ameweza kupambana. Kwa sababu sisi tupambane kwenye na JKT Ruvu. Tunataka huko kimataifa. Twende tukacheze huko kimataifa. Lakini kwa ndani hapa watu wanaelewana. Sheria bwana. Kwa hiyo kwa ndani sio shida. Tunataka nje. Tumrudishe basi Aucho. Hapana, utaratibu utakuwa utaratibu mgumu sana. Utaratibu mgumu. Tunavunja mkataba? Hapana, utaratibu mgumu. Yule mwache tena babu asha kwa babu. Sasa hivi hatufai. Hatuhitaji mahitaji ya muda mfupi. Sisi tunahitaji mahitaji ya muda mrefu. Kwani Aucho sasa hivi performance yake imepungua? Ya muda mfupi njazi nyingi sana. Hatumdharau lakini umri nao. Babu atuache kidogo. Tunaelekea kwenye sawa. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Namwona Shehe hapo anatuonyesha baadhi ya viongozi ambao wamepata nafasi ya kugombea nafasi mbalimbali pale Yanga. Hili nalo pia tunalizungumziaje? Unakitarajia haswa? Uongozi ni ule makamu na rais wake ndo wale watakaopita. Na hisi kidogo kutakuwa kuna lapsa kwenye ujumbe huko. Kwenye nafasi ya ujumbe kidogo kutakuwa kuna kinyang'anyiro. Kwa nini? Huko kwenye ujumbe huko kuna watu huko ndio wanaenda kuna bato. Lakini kwenye urais wale wamekwenda moja kwa moja. Wewe apite tena JSM? Anakwenda tu, hakuna mpinzani, anakwenda tu. Sisi tunataka burudani. Na yeye tunaona mfano mambo mengi anayafanya. Klabu inaheshimika sasa hivi kwa ajili ya kwake. Sasa leo tunatoa dada yule tunaweka mtu mwingine. Hatujui atakuja na staili gani. Unajua babako mzazi ni babako mzazi. Ukiletea ukaenda kuishi kwa baba wa kambo ni baba wa kambo. Yeye ana taratibu zake yule. Kwa hiyo sisi tushamzoea yeye, tutaendelea nayo yeye mpaka mwisho utakapofika. Kwa nini sehemu ya ujumbe ina bato kubwa sana? Ni kwamba wengi wanahitaji hiyo nafasi au kitu gani ambacho kinasababisha kuwa na hiyo sehemu? Kuna watu wako sawa kwenye nafasi za ujumbe huko. Kwa lazima wachekechane kwamba bwana wewe ulikosea. Unajua kwenye ujumbe unaweza kupewa kazi wewe, nenda kusimamia kitu fulani. Ukaenda kule peke yako lakini ukachemka. Kwa hiyo watu wanalitumia huko. Kwa hiyo kwenye ujumbe kuacha wapaswani. Lakini kwenye nafasi ya urais huko tuache. Matamasha mengi sana yamepita ya wananchi, tumepata kushuhudia baadhi ya vitu na mambo mbalimbali ambayo yamefanyika kwenye tamasha la wananchi. Hii wiki tunaenda kuzindua wiki ya wananchi. Unatarajia kuona kitu gani ambacho ni cha surprise zaidi ukiachilia mbali yale ambayo yamepita ukiwa kama mwananchi? Mimi kwenye matamasha sio muumini sana. Mimi napenda sana mpira uchezwe. Kwenye matamasha sio muumini. Kwa sababu najua ile sheria ya muda mfupi. Sisi tunataka kwenye pitch. Umetuletea watu wa aina gani? Tunataka kumkanda Simba mara 8, mara 10, mara 20. Sisi ndio tunahitaji. Mambo ya matamasha ni vitu vya kawaida sana. Na maana amesajili kwa ajili ya Simba peke yake? Kwanza huyo ndani. Huyu kimgonga huyu ndani huyu. Hata huko nje ukienda huyu unafanya vizuri. Lakini kama utagongwa na huyu kolo, mipango inaharibika. Hata uongozi wenyewe unakuwa ukai yule. Ukai. Yaani asubuhi tu wale wanaondoka mapema. Yaani Simba tuchukue mara ya kwanza, tuchukue mara ya pili, mara ya tatu. Engineer hayupo asubuhi tu. Na mlivyokuwa mna uvumilivu wananchi? Si uvumilivu hatuna. Sisi tunataka raha. Sisi tumezaliwa kwa ajili ya raha. Hatukuzaliwa kwa ajili ya mateso sisi. Hao wenzetu wamezoea mateso, wacha wakae wao na mateso yao. Miaka 7, miaka 8 wanabuzi. Sisi hatuko hivyo. Sisi tukaona dalili tu tayari tushashtuka. Sababu unajua wewe unataka turudishe kule kutoka. Sisi hatutaki huko, tunataka kwenda mbele. Kwa hiyo engineer anasonga mbele. Kwa hiyo anatuletea mawe kina Shakulile, kina nani? Wewe atuletee mawe.
Sisi tunataka burudani. Unaenda pale uwanjani unawapa msuli, huko unakunywa kahawa, huko unaangalia mpira. Ukitoka wewe oya. Sasa wewe unatoka wewe unanungunika kila siku unanungunika. Kwa mfano labda tukiangalia mashindano yote ambayo tutashiriki ndani ya huu msimu, tukianzia CRDB pamoja na DBC, tukikutana zaidi ya mara 3 au mara 4, alafu akawa anachukua pointi kwako au matokeo sio mazuri kiupande wako, ina maana wananchi ili hapa mtaweza kulivumilia kwa sababu ya Simba wanawafunga sana? Kuvumilia kupo kuvumilia. Kisa unavumiliaje? Unajua sisi tulikuwa na timu mbovu miaka 4 iliyopita nyuma. Tulikuwa na timu mbovu sana, lakini tulikuwa tunapambana Simba asitufunge. Yaani tutafungwa na watu wote, lakini sio Simba tufunge. Pamoja na timu yetu mbovu. Na kweli akumiliki kutuchukua mara 2 mfululizo au mara 3. Ila sisi tumemudu kumfunga mara 6 mfululizo. Kwa hiyo sisi tunataka iendelee hivyo hivyo mpaka mara 7, mara 8. Yaani mwakani tena tunawaambia. Yaani wao waache wacheze tu kwa ruke. Akisi mwakani tena. Kama bosi alivyosema. Leo anasema mnabebwa bana. Unajua maneno lazima yawepo. Maneno mengi ya kubebwa lazima yawepo. Unajua siku zote mtu anaofanya vizuri apendwe. Yaani ukiwa mzuri wewe utakuwa upendo, utaambiwa tu mchawi, utaambiwa filmason, utaambiwa maneno mengi kwa sababu una hela. Unaona? Lakini yule ambaye anaonekana namna gani vipi? Yeye anaonekana wewe unaonewa na nani? Cheza mpira kwenye pichi. 11. Si ndio? Unapigwa goli mtu mita 30 anakunjuka na kutia kamba, unasema kwamba umebebwa. Hii ni dalili za matumizi mabaya mbaya wanakuwa nayo. Unazungumziaje usajili wa timu pinzani kwa namna ambavyo umeuona? Bwana mimi bwana hapo kidogo utaniacha kumzungumzia mtu ambaye simpendi katika maisha yangu. Nani? Huyo Simba mimi simpendi hata kumzungumza. Yaani siwezi kwenda anzaje kumzungumzia. Unamzungumzia si mtani wako? Yaani kawaida. Mchezaji wake. Umsifii, unaangalia tu usajili ambazo wamefanya. Sijaona usajili wote waliofanya wa maana wa kustuka. Sijaona bado. Yule alopiga hivi kadundisha kwenye miguu. Bado sijaona. Nani huyo? Sio amuta. Jina moja sio la huko wapi huko? Peter Osomeni. Osomeni si Dombe, anamuita Dombe. Ndio unajua Dombe akatoka Mali huko. Hamna kazi mle. Tutaonana kwenye Benjamin hapa. Tutaonana naye tu. Hapa kuna Jobu, hapa kuna Baka. Sijui kama atatembea. Walikuja wengi hapa wamekimbia hapo unajua. Mafuadi wao wengi wamewaleta lakini wameondoka bila goli hapa. Hiyo ndo Yanga. Bana mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana, asante sana, karibu sana ndugu yangu. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.